umefungwa. Yesu anakuita leo ukaweza kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaitana kwa sauti akasema, Lazaro, kuja nje. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba watu hawakupatikana wa kuingia ndani, hakukupatikana na watu wa kwenda kumfungua, lakini kwa sababu sauti iliitana, alitoka nje akiwa amefungwa miguu, akatoka nje akiwa amefungwa mikono, akatoka nje akiwa amefungwa uso. Mimi sijui aliona namna gani, lakini nguvu za Bwana ambazo zilikuwa zimenena zilisababisha aweze kutoka. Ninakutangazia siku ya leo, hakuna chochote ambacho kitakuzuia kutoka nje. Kutoka leo, chochote ambacho kilikuwa kimekuzuia, hicho utaruka kama swara. Na kutangazia siku ya leo ya kwamba nguvu za Bwana zitasababisha uweze kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro hakuzuiliwa na sanda, Lazaro hakuzuiliwa na leso, Lazaro hakuzuiliwa kwa sababu haoni, lakini alichomoka kwenye kaburi akiwa haoni. Naamini alikuwa anarukaruka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu atarukaruka leo akiingia kwa destiny yake. Kuna mtu anarukaruka leo akitoka kwenye kaburi. Anarukaruka leo akiingia kwa hatima yake. Mkono wako juu, sema niko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro akiwa kwenye kaburi, hakuna kitu ambacho kilimzuilia. Mimi sijui ni kitu gani kinaweza kuzuilia nguvu za Mungu. Siku ya leo hakuna kitu ambacho kitakuzuia ndoa yako kupona. Hakuna kitu ambacho kitakuzuia siku ya leo kupokea uponyaji wako. Hakuna kitu ambacho kitakuzuia siku ya leo kuingia kwa hatima yako. Maana Biblia imesema ya kwamba Lazaro akiwa kwenye kaburi, Yesu Kristo akaitana. Sauti peke yake ya Yesu Kristo, nasema sauti peke yake ya Bwana Yesu Kristo ikasababisha Lazaro kutoka kwenye kaburi. Hiyo sauti ninaisikia siku ya leo. Hiyo sauti ninaisikia siku ya leo. Hiyo sauti ninaisikia siku ya leo. Upatikane mama kwenye ibada hii, upatikane mzee kwenye ibada hii, upatikane kijana kwenye ibada hii. Anasema niko hapa. Inua sauti yako tu mbele za Bwana. Mwambie Bwana niko hapa. Mwambie Bwana niko hapa. Mwambie Bwana niko hapa. Basa sauti yako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, niko hapa. Niko hapa. Unapofufua wengine, unifufue hata mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna uwezekano ikawa ndoa yako ilikuwa imefungwa. Kila mara ambapo unajaribu kujinasua, unakuta miguu yako imefungwa. Kila mara ambapo unajinasua kwa miguu, unakuta hata mikono imefungwa. Kila mara ambapo unataka kutembea, unakuta hata macho imepofushwa. Hauwezi ukaelewa kusonga mbele, hauwezi kuelewa kupenya. Leo kupitia kwa sauti hii, unaenda kugeuzwa. Nasema kupitia kwa sauti hii unaenda kubadilishwa. Kupitia kwa sauti hii unaenda kuponywa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uwezekano ikawa ulipatwa na magonjwa. Kila mara ukienda kwa daktari hawaoni ugonjwa. Kila mara unatembea hospitalini, kila kuchao, kila kuchao. Ukiingia hospitali hii mara wanakuambia sijaona. Ukiingia kwa hii nyingine mara wanakuambia ni infection. Leo ninakutangazia kwa jina la Yesu ya kwamba Lazaro akiwa kwenye kaburi, ni neno moja tu Yesu alinena, akamwambia Lazaro toka nje. Na azimini siku ya leo, hiyo sauti nasikia inaongea. Sijui jina lako lakini nasikia ni lako. Sijui ni nani anaitwa lakini nasikia ni wewe. Sijui ni nani lakini nasikia mwanaume anaitwa. Sijui ni nani lakini nasikia mama akiitwa, akiambiwa toka nje ya magonjwa, akiambiwa toka nje ya kuhangaika, akiambiwa toka nje ya kilio, akiambiwa toka nje ya mahangaiko. Upatikane mtu akasema niko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka leo
maisha yako hatabakia ya kawaida. Amen. Kutoka leo maisha yako hatasalia ya kawaida. Sikiliza mtu wa Mungu. Lazaro alikuwa kwenye kaburi. Alikuwa ameuawa na magonjwa. Lakini alipoitwa na Bwana Yesu Kristo, magonjwa yalisalia kwenye kaburi. Nasema alipoitwa na Yesu Kristo, hakutoka nje na magonjwa, lakini magonjwa yalibakia kwenye kaburi. Kuna watu ambao walikuwa na winda maisha yako, wakakunaza, wakakuweka jela, wakafunga maisha yako yakakaa mahali pamoja. Leo unapotoka kwa kifungo, wanabakia ndani kwao. Sema unapotoka nje, wanasalia ndani. Sema Bwana Yesu, ninatoka nje leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu hawezi akaruhusu ukatoka kwenye kaburi ukiwa na magonjwa. Yesu hawezi akakubali ukatoka kwenye umasikini bila ambavyo uliingia kwenye kaburi. Yesu hawezi akakubali ukaingia kwenye kaburi na magonjwa kisha utoke na magonjwa.